Ushawahi kuwaza kwamba kama kitabu cha Yona kingeisha kwenye sura ya 3, angeheshimiwa hadi leo kama nabii na mhubiri mkuu zaidi kuwahi kuishi? Kwa mahubiri yake, jiji zima lilitubu na kumfuata Mungu, na hili halikuwa jiji lolote tu. Lilikuwa Ninawi, jiji lililojulikana kote katika ulimwengu wa kale kwa uovu na ukatili wake. Yaani, kama hili lingetokea leo, naweza kufikiria mwaliko kwa Yona kuonekana kwenye televisheni na redio na kuzungumzia uzoefu wake. Angekuwa akitafutwa na viongozi wa makanisa kwa ushauri. Bila shaka angekuwa mwandishi wa vitabu vinavyouzwa sana. Angekuwa na mamilioni ya wafuasi mtandaoni. Kwa bahati nzuri, hakuna hata moja kati ya hayo yatatokea. Na kusema kweli, Mungu atamzuia Yona kuwa aina fulani ya nyota maarufu. Na hiyo ni kwa sababu kitabu hiki kidogo hakimaliziki na sura ya 3. Sehemu iliyobaki ya hadithi iliyoandikwa katika sura ya 4 inaonyesha kwamba Yona si mtakatifu wa ajabu. Kwa kweli, bado anapambana na moyo wa ubinafsi. Na hebu nikuambie, unapofika mwisho wa kitabu hiki kidogo, hauishii kumsifu Yona. Unaishia kumsifu Mungu. Sasa, ili kupata mwelekeo wa leo, sura ya 3 ilimalizika kwa kutuambia katika mstari wa 10 kwamba Mungu alikubali toba ya Waninawi. Hakuwaletea hukumu. Na sasa, sura ya 4 inaanza kwa kusema hapa katika mstari wa 1, lakini jambo hilo lilimchukiza sana Yona, naye akakasirika. Sasa, kama hujawahi kusoma mstari huo kabla, hiyo itakuwa mshangao wa kukatisha tamaa. Unaweza kufikiria mhubiri akiona maelfu ya watu wakitubu, mataifa yote yakitubu na kumfuata Mungu baada ya mahubiri mafupi tu, halafu anarudi nyumbani akiwa na hasira. Ungetarajia Yona hapa aruke kwa furaha na kwa watu wote ambao Mungu amewakomboa na kuwaokoa kutoka kwenye hukumu, lakini yeye ana hasira. Anafikiria nini? Basi tunaambiwa hapa kwenye mstari wa 2, anapomwambia Mungu, Bwana, si hiki ndicho nilichosema nilipokuwa bado katika nchi yangu? Hii ndiyo sababu nilikimbilia Tarshishi haraka, kwa maana nilijua kwamba wewe ni Mungu mwenye neema na mwenye huruma. Kwa maneno mengine, anasema, mimi nilikuwa naogopa hili lingetokea. Niliogopa ungewasamehe wale watu waovu wote. Fikiria hilo. Yona hakukimbia kwa sababu aliogopa kwamba Waninawi wasingemsikiliza. Aliogopa kwamba wangesikiliza. Ndivyo alivyochukia Waninawi kiasi hicho. Unaona, walikuwa maadui wa watu wa Kiyahudi. Hakutaka waepushwe na hukumu ya Mungu, na kwa njia, Yona hakuwa peke yake katika chuki yake. Israeli, serikali ya Israeli na raia wake wote wanawachukia watu wa Ninawi. Wangeweza hata kumchukulia kama msaliti kwa sera yao ya mambo ya nje, kwa kwenda kule na kuwapa rehema. Sasa Yona anaomba katika mstari wa 3, Bwana, tafadhali chukua uhai wangu, maana ni afadhali nife kuliko kuishi. Unaona, sasa Yona hataki kurudi nyumbani Israeli. Anataka kufa. Sasa kama jibu kwa hili, Mungu anasema hapa katika mstari wa 4, Yona kwa njia atamuuliza maswali matatu. Je, unafanya vizuri? Huwa na hasira? Anapinga mtazamo wa Yona. Kimsingi anasema, Yona, tunaangalia mwamko ule ule wa kiroho, uongofu wa kitaifa. Jeshi la mbinguni sasa hivi linashangilia na wewe umekasirika. Una hasira. Basi Mungu na Yona wana mitazamo miwili tofauti kabisa, na Bwana anamuuliza Yona ni upi ulio sahihi. Basi tukirudi hapa kwenye mstari wa 2, Yona anakiri, nilijua kwamba wewe ni Mungu mwenye neema na mwenye huruma, mvumilivu wa hasira na mwingi wa upendo usioisha, usiyependa kuleta maafa. Hiyo ndiyo kweli hapa, anasema, lakini haibadilishi mtazamo wa Yona. Haikuathiri hisia zake pia, sivyo? Alijua ukweli. Hakutaka ukweli uathiri maisha yake. Kwa hiyo sasa Yona atakaa nje ya mji na ataangalia kama Waninawi walitubu kweli. Anataka moto uanguke. Mstari wa 5, Yona alitoka mjini, akaketi upande wa mashariki wa mji na akajijengea kibanda pale. Alikaa chini yake kwenye kivuli ili aone kitakachotokea kwa mji.
Hii inaonyesha kwamba Yona haamini Waninawi walikuwa wa kweli. Anataka kuwa mbali kiasi kwamba moto wa hukumu ya Mungu utakaposhuka ataweza kuona, lakini hautamchoma. Sasa katika mstari wa 6 tunasoma jambo hili la kuvutia. Mungu akachagua mmea na kuufanya ukue juu ya Yona ili uwe kivuli juu ya kichwa chake na kumwokoa kutokana na maumivu yake. Hivyo Yona alifurahi sana kwa sababu ya ule mmea. Kwa njia hii ndiyo mara ya kwanza katika kitabu cha Yona ambapo Yona anaelezewa kuwa na furaha. Lakini furaha yake haitadumu kwa muda mrefu. Mstari wa 7 unasema, kulipopambazuka asubuhi iliyofuata, Mungu akamwamuru mdudu, akashambulia ule mmea, ukaunyauka. Sasa tena, wapendwa, kuna huu ujumbe wa msingi wa utii wa viumbe kwa amri za Mungu. Mungu aliamuru, akamwamuru samaki mkubwa, mmea, na sasa mdudu, na wote walimtii Mungu. Kila kitu katika kitabu hiki kinamtii Mungu pamoja na Waninawi. Kila mtu isipokuwa Yona. Sasa mstari wa 8 unatambulisha tena kipengele kingine cha uumbaji kinachotii. Angalia, jua lilipochomoza, Mungu akamwamuru kitenzi kile kile. Akamwamuru upepo mkali wa mashariki, na jua likampiga Yona kichwani mpaka akazimia. Naye akasema, afadhali nife kuliko kuishi. Upepo huu unamaanisha dhoruba ya vumbi kali katika eneo hilo, na inaweza kudumu kwa siku kadhaa. Sasa tena, Yona angependelea kufa na kuondolewa matesoni mwake kuliko kujisalimisha kwa mtazamo wa Mungu, mpango wa Mungu, na kubaki hai. Basi hapa kwenye mstari wa 9, Mungu anamuuliza Yona swali la pili. Hili linachunguza vipaumbele vya Yona. Je, unafanya vyema kukasirika kwa ajili ya mmea huu? Naye akasema, ndiyo, nafanya vyema kukasirika. Nimekasirika kiasi cha kutaka kufa. Kwa hiyo angalia hili, Yona amekasirika kwamba wenye dhambi wameongoka. Anashangilia anapopata kivuli, lakini kisha anakasirika mmea unapokauka. Vipaumbele vyake vimegeuka juu chini. Anajali zaidi starehe zake binafsi kuliko hali ya milele ya wasioamini. Na kabla hatujaanza kumlaumu haraka, hebu tujiulize maswali hayo hayo. Tuna nini tunachojali sana maishani? Vipaumbele vyetu halisi maishani ni vipi? Je, ni kutengeneza pesa? Je, inakuwa vizuri zaidi? Je, ni kuepuka matatizo? Au ni kuwa balozi wa Bwana popote alipotuweka leo katika taifa lolote tunaloishi? Sasa, swali la 3 na la mwisho la Mungu linaangazia shauku isiyo sahihi ya Yona. Bwana anazungumza kwa uwazi kabisa hapa kwenye mstari wa 11. Je, mimi nisihurumie Ninawi, mji ule mkubwa ambao una watu zaidi ya 120,000 wasiojua mkono wao wa kulia na wa kushoto, na pia mifugo mingi? Sasa inawezekana kwamba hawa watu 120,000 wanaishi ndani ya kuta za mji wa Ninawi. Hiyo haijumuishi vitongoji vya nje ambako watu wapatao 500,000 waliishi. Lakini kwa kuwaelezea kama wasiojua tofauti kati ya mkono wao wa kulia na wa kushoto, Mungu anaweza kuwa anamkumbusha Yona hapa jinsi walivyopofushwa kabisa, jinsi walivyopotea kabisa kutokana na uovu na ibada yao ya sanamu. Hii ingekuwa njia nyingine ya kusema kwamba watu wa Ninawi walikuwa wamechanganya mema na mabaya na mabaya na mema. Na hebu nikuambie mpendwa, hiyo inafanana kabisa na dunia yetu ya leo. Sasa Mungu anamkumbusha Yona asiwakasirikie watu hawa, bali awahurumie, awasikitikie. Mpendwa, wenye dhambi wa dunia yetu sio maadui zetu. Wao ndio uwanja wetu wa utume. Na kwa hilo, swali la mwisho kutoka kwa Bwana. Ghafla kabisa, kitabu cha Yona kinamalizika. Hata hatujaambiwa jibu la Yona hapa, sivyo? Mimi ningependa kufikiri kwamba Yona alielewa vizuri kwa njia moja au nyingine. Ningependa kufikiri alisema, unajua nini Bwana, uko sahihi kabisa. Mimi kweli napaswa kuwajali watu hawa zaidi, unajua, kuliko kujijali mwenyewe, kuliko hii kivuli kidogo, mmea huu. Sasa hatujui alijibu vipi.
Lakini hebu nikuambie, huenda tusijue alijibu vipi, lakini tunahitaji kujua. Sisi tutamjibu Bwana vipi leo? Tuhakikishe tunajibu maswali haya kwa usahihi kuhusu mtazamo wetu wa maisha, vipaumbele vyetu maishani na shauku yetu maishani. Na hivi ndivyo tunaweza kujua kama tunajibu kwa usahihi. Tunapomtii Mungu kama vile upepo na mawimbi na wale mabaharia na yule samaki mkubwa na yule mdudu na ule mmea na upepo wa mashariki na tusisahau Waninawi, tunapojibu kama walivyofanya walipoyatoa maisha yao kwa kujisalimisha kwa Bwana. Basi kwa hayo tunamaliza kitabu kidogo cha Yona. Mpaka safari yetu nyingine ya hekima itakapoanza, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.